naona. Mnakumbuka nawaambia naona muganga akitoka Tanzania na nyoka kuingia Kenya kuganga wanasiasa, lakini haitafaulu. Muliona nyinyi wenyewe, maana niliwaambia watch your screens. Niliwaambia hapa watch your screens. Ile mnyama haikuwa inasafirishwa kuletwa kwa mbuga za wanyama. Kenya manyoka ni mingi. Haikuwa inasafirishwa kuenda ng'ambo. But Esia akaona. Na nikiwa hapa nikawaambia, ombeeni Donald Trump. I think I send you Christos. Ombeeni Donald Trump, kwa maana risasi ilikuwa inamtafuta bado inamfua. Ni wangapi mnakumbuka? The Bible says watu hapo zamani walipotaka kwenda kuuliza kwa Mungu, walisema hivi, na twende kwa muonaji tukaulize. Twende tukaulize ameona nini. As you can see, nisikize vizuri, kwa sababu hawa mapresident unawaona watapitia jaribio ambayo ni similar, wakiwa ndani ya crowd. Sijui ndawatoa wapi wale wanamlinda, because I saw, na ni hatari sana mukiwa na rais wenu kwa awamu ya pili akiwa hana masikio. Ama akiwa kwa wheelchair. Ni hatari sana. Yesterday tumeamkia habari za Trump ameepuka tena risasi. Wale mmeangalia mumeona vizuri. Vizuri, shughulika na screen Hapana sahau hiyo screen. Toa nani? Toa Waarabu hapo. Hapana Zuba. Ukiangalia kwa screen yako, walikuwa sapa kwa Dina, walikuwa Dina jana. Angalia vile anatoroshwa na askari baada ya mashambulizi ya risasi jana. Watu wanaonaga nikisema kitu hapa, wanaonaga ni kama hadisi. Uongo ndio utamu kolea. Na hii ilikuwa ni State House ya Marekani, White House. Sio nje, hapo White House. State House yao. Watu waliokuwa kwa meza kwa dina ilibidi waweze kukula dina chini ya maji, chini ya meza. Na yule ambaye alifiatua risasi alikuwa anamtafuta nani? Donald Trump. I told you, na nimesema several time. Na unajua hapa sio Iran, hapa ni Amerika. Angalia askari hao wameshamuondosha Trump haraka. Kukabiliana na maaskari, yule jamaa akaweza kukamatwa, lakini alipiga maaskari risasi. Lakini polisi walijitahidi sana asifike mahali Trump yuko. Biblia inasema hapo zamani katika Israeli, mtu alipokuwa anakwenda kuuliza neno kwa Mungu, alisema haya, twende kwa muonaji, ambaye sasa wanaitwa manabii, prophets.
Nimetumiwa hiyo clip nyingi na mapicha kwa WhatsApp zimejaa. Watu wananiambia prophet, what you said ndio hiyo ime take place. Ulituambia to watch the screen. Kongole kwa hawa askari, wapigieni makofi. Kongole kwao sana. Sababu wangekuwa hawako makini, Vice President wa Marekani ndio angekuwa president leo. Na usifikiri wanamtafuta Trump na risasi ili kumsalimia. Wanamtafuta ili wamuue. Tukio hili nimeona likitukia kwenu Kenya. Watch your screen. Attempt ya assassination. Sababu watu wanaona na wataona mambo imekuwa ngumu kwao, na prophecy lazima isimame itimie. Lakini wakati nakwambia watch your screen, wote kama vile kwa Trump, wote waliojaribu, wengine waliuawa papo hapo, na hao wengine wa Kenya watauawa hapo hapo. Mutaekewa ID zao kwa screens, kwa news. Fulani wa fulani wa fulani, fulani wa fulani wa fulani wa fulani. Tayari uliona vile walikuwa wanaua wabunge. Anakuja na kabag imeweka bunduki, anapita na mota, anaulia mbunge hapo kwa dirisha ya gari. Mnajua siasa yenu vile nilisema itakuwa mbaya. You know very well. Siasa yenu itakuwa mbaya. So kuna watu watajaribu ku assassinate the president. Na ndio maana naomba naomba sana kwa ajili, sio kwa ajili ya mtu individual. Leo hii jambo hiyo ikitimia, ile moto itawaka Kenya. Munajua vizuri. Maana itasemekana ni fulani. Hata kabla ya kufanya uchunguzi. Polisi wakati wanaendelea na uchunguzi, Kenya imechomeka. Watasema ni politics, ni siasa, ni upinzani. Watu waanze kuchomana wao kwa wao. Jamii fulani ile iko mahali fulani inakutwa hata bila taarifa, ikisemekana nyinyi mmeua, nyinyi mmefanya hivi. That thing haitatokea kwa jina la Yesu. Nasema haitatokea kwa jina la Yesu. Vile Mungu amemlinda Trump, ndivyo atalinda president wenu. Nasema ndivyo atakavyomulinda. Na watauawa, mtaona, mtawekewa details za ID zao na sura, picha, kabla hawajaharibiwa na risasi. Mtaletewa picha ya hao vijana ya zamani. Maana picha ya saa hiyo imeharibiwa, uwezi mjua, risasi imeharibu. Kwa nini Mungu amlinda? Kwa nini Mungu anamlinda? Kwa nini Mungu atamlinda? Kwa sababu ndo amemchagua kwa wakati huu. Yeah. That thing, I saw it very clear. I saw it very clear. Na mnakumbuka vizuri. Na hii attempt muliona ilianza na kiatu. Si mliona? Ilianza na kiatu. Hii inakuja si kiatu. Na unajua vizuri sasa hivi kuna wanasiasa wanatembea mpaka na silaha. Kuna wanasiasa wanatia gasi zao. Na wao si polisi. Wakienda kwa rally wanajitupia tear gas. Ili isemekane ni Ruto. Siasa mbaya chafu. Mbaya chafu. Zamani Israeli walikuwa wakienda kutaka kujua kutoka kwa Mungu, wanatafuta muonaji. Muonaji ambaye kwa jina lingine ni prophet. Kama vile umekuja leo hapa kwa muonaji.
Na mimi naona wewe kesho yako iko sawa. Kesho yako haitakuwa kama leo. Mark my word. Na haitakuwa mbaya, itakuwa mzuri. Geukia mtu kwa kijenzi, mwambie kesho ni poa. Kwa hiyo the reason why ninaomba sana na ninahusisha intercessors na Team Shalom Kenya ni kwa sababu ikitokea ifanikiwe, hamuna Kenya. Hii unakaa kwa kanisa kwa ibada hivi unasikiza injili unaenda nyumbani. Hiyo kitu hautaona. Hakutakuwa na kitu kama hii. Tunaomba Kenya irimeni vile iko. Mkisii awe Ukambani, Mukamba awe Masaini, amen. Mukikuyu awe Kisumu, Mujaluo awe huko Nyeri, Muturkana awe Mombasa, na ako free na ako huru. Hiyo ndio Kenya tunayoitaka. Kwa hiyo ni kusema no assassination, not only to the president, to all the leaders in this country. Sema hiyo tumekataa kwa jina la Yesu. Unaweza ukafikiri huyu muonaji ana sei sana katika ulimwengu wa roho katika anga ya Kenya. Umedanganywa. Shetani amekudanganya. I can tell you for free, ile kiwango tunashikilia hii Kenya ni baraka za Mungu. Baraka za Mungu. Vile unaniona hapa, mimi nalinda mpaka Gachagua asikuwe assassinated. Vile unaniona nalinda mpaka Sifuna. Yaani mimi sina sijui nacholinda kikubwa ni taifa. Kalonzo na wote nalinda hao. Wote. Kwa nini? Ni kwa sababu sitaki itokee siku moja ati jamii fulani iondoke Ukambani. It will never happen. Mungu aniletea njozi, vision ya 207-208. Akaniletea hiyo video yote. Ndo akanipa haya majukumu. Kwamba chungeni yasitokee tena. Maana na wale mmeangalia siasa ya siku hizi, hakuna mahali ingine inatupeleka. Ni hapo. Ni hapo. Lakini hapo hatutafika. Hebu sema Shalom Kenya. Hapo. Unaona hii watoto wanaenda shule wanarudi. Sijui wanaenda wanasoma, alafu sijui wanakaa wanafunga shule, mnaenda visiting day, wanaenda mpaka watoto wanakuwa na drama festival. Kuna vitu tukiachia iapen hii Kenya. Hiyo sahau. Sahau kuhusu mtoto kusoma. Sahau kuhusu ndege sijui kuinuka ati kupeleka watu ng'ambo. Inchi itakuwa wapi? Hakuna inchi. Hebu sema Shalom Kenya. Kwa hiyo haya tunayazungumza hapa sio hadithi sijui nini, sijui. I know what I'm saying. I know very well. I know what I'm saying. Ladies and gentlemen, Eric Omondi hapa, president of Comedy Africa. Yo, this is Kushman, Pedi wa Magenge. Mambo vipi watu wangu wa Nairobi na Kenya mzima? Subscribe Kwa stories za nini? 254 across all social media platforms. Hapana kuchanganya. Na wewe ndo Dori, subscribe right now. Finya sahi. Wewe finya.